Mwanga wa mbali wa jua linalozama na mawimbi ya bandari ya Kwagombe yakigongana kwa sauti ya upole. Balahau, mvuvi mashuhuri kutoka kijiji cha Panza kinachopatikana kisiwani Pemba, alikuwa katikati ya bahari akivua samaki kama kawaida yake, lakini leo kazini kulikuwa kuna kazi sana, kwa maana hadi sasa hakuambulia chochote, huku akijisemea kimoyomoyo, nitatoboa kweli leo. Ghafla nyavu zake zilinaswa na kitu kizito kisicho cha kawaida. Alivuta kwa nguvu hadi akakitoa juu ya mtungi wake. Ilikuwa ni samaki wachache na kisanduku cha kale kilichochakaa na kufunikwa na mabaki ya chumvi na magamba ya baharini. Macho ya Balahau yakang'aa kwa tamaa. Huenda leo nimepata hazina, alijisemea kwa sauti ya chini. Hakutaka mtu yeyote ajue alichokipata. Haraka alirejea ufukweni na, bila kupita kijijini, akaelekea moja kwa moja kwenye kipori kilichokuwa kimya na cha kutisha. Miti mirefu ilizunguka eneo hilo, upepo ukivuma kwa sauti ya kunong'ona, kana kwamba kuna siri nzito iliyofichwa humo. Akiwa na mapigo ya moyo ya haraka, Balahau alikiweka kisanduku chini. Mikono yake ilitetemeka kidogo, si kwa hofu, bali kwa matarajio ya kupata mali nyingi. Leo nitakuwa tajiri, alinong'ona huku akifungua kikufuli kilichokuwa kimezeeka. Kishindo kidogo kilisikika, kasha likafunguka. Ndani yake hakukuwa na dhahabu wala fedha. Ghafla, nyoka mkubwa mwenye macho mekundu kama moto alitoka nje ya kisanduku. Alijikunjua kwa hasira, akiinua kichwa chake juu na kutoa sauti kali ya kufoka na kutoa ulimi nje, na kisha kuurejesha ndani. Balahau alirudi nyuma kwa hofu, akitetemeka. Jasho lilimtoka mwili mzima. Nyoka yule alimsogelea polepole, macho yake yakimtazama moja kwa moja, kana kwamba anataka kumhukumu. Ulitamani mali bila kujua chanzo chake, sauti nzito ilisikika kichwani mwa Balahau.